Wakizungumza katika hafla ya maombi huko Ugemo, kaunti ya Kisii, wachungaji hao wameelezea wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa taifa, wakisema kuwa hali inachukua mkondo usiofaa. Nasimama kukemea mauaji yanayofanyika katika nchi yetu ya Kenya. Mungu alipomuumba mwanadamu alifurahi sisi sote tuishi kwa amani. Hivyo damu inapomwagika haifurahi, na watu wetu tunapokuwa katika jamii tunapolia, Mungu wetu anakasirika. Hivyo sisi sote tuishi kwa amani na Mungu aweze kutusaidia. Askofu mkuu wa kanisa la Christian Reformed Church of East Africa, Charles Muhanga, ameongeza kuwa ni muhimu wa Kenya kuungana na kudumisha amani hadi mwaka wa uchaguzi utakapowadia. Mimi kama kiongozi wa kanisa ninaombea nchi yetu ya Kenya, ninaombea serikali, ninaombea na wale wako upinzani, tuje sisi wote pamoja, maana sisi ni wa Kenya, tupendane, tuchenge nchi yetu mpaka wakati ikifika wa kura ndio mambo ingine na uchaguzi ianze. Katika sauti moja, viongozi hao wa makanisa wameisihi serikali kuunganisha taifa kwa misingi ya makabila yote. Wamesisitiza ushirikiano kati ya serikali, taasisi za usalama na wanasiasa kwa lengo la kudumisha mshikamano wa kitaifa. Tungependa kumuomba Rais wetu mpendwa William Ruto Samoei kulete amani katika nchi yetu ya Kenya. Tulimchagua awe kiongozi wetu, aweze kutulinda kuanzia kwa mtoto mpaka kwa mkubwa, kabila zote za Kenya tuwe kitu kimoja na watu wa tabaka mbalimbali, ili tukaweze kuishi pamoja katika nchi hii. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tusaidie tuwe na amani, aweze kushirikiana na vitengo vingine vyote ili tuweze kuwa na amani. Aweze kuongea hata na wale wanasiasa wengine ili Kenya tukue na amani, ili tuweze kuishi maisha mazuri ambayo yatakuza kanisa na maadili mema katika nchi yetu. Mauaji ya kiholela ya vijana nchini yanaendelea kuibua maswali na taharuki, huku matukio kama kifo cha Albert Ojwang, vijana kadhaa waliouawa maeneo ya Dandora, Kayole na Mathare yakizua ghadhabu miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya haki za kibinadamu, zaidi ya vijana 250 wameuawa mwaka huu pekee, huku idadi hiyo ikikaribia 600 kila mwaka kwa wastani, na zaidi ya 70% ya waathiriwa wakitajwa kuwa na umri wa kati ya miaka 18 hadi 30. Wanaotajwa kuhusika zaidi na mauaji haya ni baadhi ya maafisa wa usalama wanaotumia nguvu kupitia kiasi wakati wa operesheni, hasa katika maeneo ya maskini ya mjini. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Faith Nyongesa.